Kwenye maeneo ya kusisitiza, yamkini inawezekana ikawa la mwisho, sote tunafahamu serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inasisitiza sana ushirikiano na sekta binafsi kwa maendeleo ya taifa letu. Naendelea kuagiza wataalamu au bodi hii kutumia fursa ya uwepo wa wathamini binafsi katika kutoa huduma. Ishirikiane na wathamini na sekta binafsi kufanya kazi za uthamini. Lakini pili, nyie kwa jinsi tunavyofahamu, mkifanya kazi maana yake mtakusanya fedha nyingi na mtalipa kodi kwa taifa. Lakini licha hivyo, sisi tunafahamu maelekezo haya ya kutumia teknolojia, nyinyi ni wafuasi wakubwa wa teknolojia. Kwa hiyo naamini mtatuvusha kwenye hilo jambo. Lakini tukumbuke sasa hivi ardhi tumekubaliana ndio uwe mtaji mkubwa kwa maendeleo ya jamii. Kwa nyinyi mnapokuja mkatupa thamani ya ardhi yetu sisi, maana yake tutakuwa na uwezo wa kukopea au kuifanya ile ardhi iwe mtaji wetu. Wizara imeanzisha mfumo wa ardhi ambao tofauti na mifumo mingine ambayo ilikuwa ikitumika ndani ya wizara yetu, mfumo huu sasa umejumuisha pia na huduma za uthamini. Na niseme nafarijika kuona kwamba wathamini mmeupokea vizuri mfumo huu na mmekuwa mkiutumia vizuri, na pale ambapo kumekuwa na changamoto mmekuwa mkitoa taarifa, na mimi binafsi baadhi yenu mmekuwa mkinifuata nyinyi wenyewe mmoja mmoja, lakini pia hata kwa kupitia taasisi zenu. Niseme tunafarijika kwa hili kwa sababu mmeupokea vizuri na mnautumia. Mheshimiwa mgeni rasmi, dhima ya bodi yetu ni kusajili wathamini wenye elimu, uwezo, uadilifu na uzoefu unaokubalika na kuhakikisha kuwa kazi za uthamini zinafanyika kwa ubora wa hali ya juu. Lakini dira yetu ni kufikisha taaluma ya uthamini katika kiwango cha ubora unaokubalika kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatua kubwa zimechukuliwa na wizara yako ili kuiwezesha bodi hii kutekeleza majukumu yake kikamilifu.